unavyoungana pamoja nami kwa maombi, nenda mbele za Bwana, mwambie wewe ni Mungu ambaye hakuna jambo lolote, na tuko mahali hapa ili ukutane nasi, utuhudumie. Jifunue kwenye maisha yangu, jifunue kwenye shida yangu, jifunue kwenye familia yangu, jifunue kwenye mioyo ya watu wako, kwenye kanisa lako. Mungu ajifunue na akatuhudumie, na mkono wake uwe katikati yetu kutuhudumia na kututoa kwenye vifungo mbalimbali vya uharibifu, vya uovu na machukizo ya kila namna. Mungu akatende kwa namna ya pekee ambayo hatuwezi kuisimulia, na maana akili zake hazichunguziki. Uwepo wake uwe utoshelevu kwa ajili ya maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Mwokozi wetu uliye hai, tuko mbele za uso wako tena jioni ya leo. Tunalisifu na kulitukuza jina lako ambalo limetamalaki na limetukuka kabisa juu ya maisha yetu jioni ya leo. Jina lako ambalo ni ngome imara, na mwenye haki wako ukimbilia atakawa salama. Tena ukasema hakuna jina jingine chini ya mbingu liwapasalo wanadamu kuokolewa, ni jina lako Mfalme, jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lipitalo majina yote. Tunakuazimisha Bwana jioni hii ya leo ya tarehe 19 katika mwezi wa 10. Tunakuazimisha wewe, tunakuhimidi, tunakuinua na kukutukuza kwa ajili ya neema yako ya pekee uliotupa machoni pako. Bwana, hatukustahili Jehova kuwepo, lakini wema wako umetufunika, umetuinua na kutustahilisha. Tumeziona baraka zako na nguvu zako nyingi zimetufunika. Sante Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako siku hii ya kwanza. Tunapokwenda kuanza semina hii, tunaomba kuanza katika uweza na nguvu zako. Bwana, ukajifunue katikati ya maisha yetu, ukatuhudumie kila mmoja kwa kadri ya mahitaji ya moyo wake. Nguvu zako Bwana zikashuke na kutamalaki katika hema yako, na kutamalaki kwenye mawazo yetu, na kutamalaki kwenye mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako Bwana zikamhudumie kila mmoja, zikashuke na kututoa kutoka kwenye maangamizo ya kila namna, kutoka kwenye vifungo vya uovu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ndiposa Bwana, tunaposimama kinyume na mapingamizi yote ya yule mwovu, na roho zote za uharibifu, nguvu zote za giza, mawazo mabaya ya kishetani na ya kipepo, tunayaseta kwa damu ya Yesu, tunayabatilisha kwa damu ya Yesu, tunayaharibu kwa damu ya Yesu. Hayatasimama wala kuinuka tena. Tunaweka nguvu ya jina lako Bwana katika hii siku ya kwanza, ikawe ni mlango wa baraka wa siku zote 7 zilizoko mbele yetu. Tena nguvu zako Bwana ziende mpaka siku ya 8 tarehe 26. Nguvu yako Bwana itawale siku hii ya kwanza, siku ya pili na ya 3, ya 4, ya 5 na ya 6, mpaka ya 7 na ya 8. Tunatamani kukuona kila itwapo leo, kwa neno yenye kuwapa nguvu waliochoka, waliokata tamaa, waliorudi nyuma, maneno yatakayotusaidia kushinda na zaidi ya kushinda. Ukamtumie kwa viwango vilivyo vitimilifu, na kwa njia ya kinywa chake ukalete wokovu mkuu katika jina la Yesu. Siku hii ya kwanza tunaiweka wakfu Bwana, ambayo itajenga msingi wa siku zingine 7. Tunaomba msingi wa leo hakuna atakaye ubomoa tena, maana umesema nawe utajenga, nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Ndivyo Bwana tunavyojenga semina hii katika msingi wa neno lako la uzima siku hii ya kwanza, na malango ya kuzimu yakanyamaze kimya. Malango ya kuzimu hayatasimama tena, bali utukufu wako utasimama tena. Nguvu zako tena zitatufunika, nguvu zako Bwana zitatuhudumia katika jina la Yesu. Baba, tunakutukuza kwa sababu wewe ni mwema na peke yako utabaki kuwa ni Mungu. Tunaomba nguvu zako zituatamie, kila mmoja aone upekee wa nguvu zako katika ibada hii, aone upekee wa nguvu zako katika semina hii, aone upekee wa namna atakavyolipokea neno lako, na neno litakaloleta mabadiliko katika maisha yake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Na nitamke rasmi kuifungua semina hii ambayo itaendelea
mpaka tarehe 26 ya mwezi huu wa 10, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni wote na Mungu atubariki. Praise, karibu kwa wimbo. Bwana uonekane ukiwapigania na kuwapa raha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa uaminifu wako, na unitumie kadri upendavyo. Bwana, nilie mtoto wako na mjoli wako, niseme ya kweli yote na uaminifu wote, kama Mungu ulivyoniita kwa zamu hii, na kwenye wito ndio kwa mtumishi wako. Litukuzwe jina lako, maana utasema na utafanya zaidi ya yale tunayowaza, kwa Yesu Kristo Mwokozi na Mungu mkuu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Mwamba wangu wa kale, kwako nitajificha, majina damu yako toka mbavuni mwako, ziwe dawa ya dhambi, kutakasa mioyo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Makofi mengi mengi mbele za Bwana, na vigelegele vingi mbele za Bwana. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana litukuzwe tena. Haleluya, haleluya. Naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana, na Mungu awabariki ndugu zangu wa Praise Team. Kazi yenu ni njema sana, na Mungu awape haja ya mioyo yenu katika Kristo Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ukiwa umeketi, fungua kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 33 na ule mstari wa 22. Kitabu cha Isaya, ile sura ya 33 na ule mstari wa 22. Kitabu cha Isaya, ile sura ya 33 na mstari wa 22. Nami naomba nikutangulie mfanya sheria wetu. Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Na kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 3 na mstari wa 20 na 21. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 3 mstari wa 20 na wa 21. Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Na yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti cha enzi. Jina la Bwana libarikiwe. Na tuangalie mstari wa 22, anasema, yeye aliye na masikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kichwa ambacho Mungu ametupa katika wiki hii kinasema, mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti cha kifalme. Kichwa ambacho Mungu ametupa kinasema, mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti cha kifalme. Mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti cha kifalme. Tukiongozwa na kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 33 na ule mstari wa 22, na kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 3 ule mstari wa 20 na wa 21.
Na nichukue fursa hii kualika wale ndugu zangu ambao tufuatilia kwenye TV online hapa jijini Kahama, kwenye kanisa la Kilutheri la Kiinjili la hapa jijini Kahama. Tunayo semina, kwa hiyo nikualike mkamwalike na mwingine wama tufuatilia mahali kwa mahali, na Mungu anayetuhudumia hapa atakuhudumia na wewe sawa sawa na neno la kwake. Kichwa ambacho Mungu ametupa, nirudie kwa ufasaha, kinasema mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti cha kifalme. Mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti cha kifalme. Na lengo la somo hili ambalo Mungu ametupa, lengo lake ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa maisha yako. Lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa maisha yako. Wewe uliyekata tamaa kwa kupitia changamoto unazopitia na kuona Mungu ameshindwa kuwa mwamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka sana. Lengo la somo hili ambalo Mungu ametupa ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa maisha yako. Kwako wewe uliyekata tamaa kwa kupitia changamoto unazopitia na kuona Mungu ameshindwa kuwa mwamuzi mwenye nguvu ili kukupatia haki yako kwa haraka sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza kwenye madhabahu ya hapa KKT Usharika wa Agape, tuna kichwa ambacho kinasema mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kuketisha kwenye kiti cha kifalme. Jina la Bwana libarikiwe. Na natamani tutembee na pointi ya kwanza, wewe ambao andika namna hii, kwamba Mungu ndiye mwamuzi wako wa pekee. Unapopita katika nyakati ngumu na za kuchosha kimaisha, Mungu ndiye mwamuzi wako wa pekee. Unapopita katika nyakati ngumu na za kuchosha kimaisha, ukitambua na kumfanya kuwa mwamuzi wa hizo changamoto, atakusaidia na kukuvusha. Mungu ndiye mwamuzi wako wa kipekee unapopita katika nyakati ngumu na za kuchosha kimaisha. Ukitambua na kumfanya kuwa mwamuzi wa hizo changamoto, atakusaidia na kukuvusha. Atakusaidia na kukuvusha. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Isaya 38, kitabu cha Isaya sura ya 38, ule mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Kitabu cha Isaya 38, kitabu cha Isaya 38, ule mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Biblia inasema, siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hali ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake kutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kutenda yaliyo mema, katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia kusema, likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme Ashuru, nami nitalinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolinena. Tazama, nitarudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Hazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo ilikwisha kushuka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma hii paragraph utaona kwamba wakati Hezekia anaumwa,
akiwa katika changamoto ya kuumwa, afya yake haijakaa vizuri, labda amekwenda kwenye hospitali ya hapa Kahama, wanamwambia kwamba ugonjwa huu unaumwa, haiwezekani. Akaenda Dar es Salaam, akaenda na India, akaenda na hospitali zingine, lakini anamwambia ugonjwa huu unaumwa Hezekia hauwezekani kutibika. Na kwa sababu labda alikuwa na imani kwa Mungu wake, akatuita mimi pamoja na mchungaji pamoja na mkuu wa jimbo, tukaja kumwombea nyumbani kwake, na anatarajia tulete habari za uponyaji wa afya ya kwake. Halafu tunakuja mimi na mkuu wa jimbo na mchungaji na Kembeto hapa, tunasema ugonjwa huu unaumwa ni ugonjwa wa mauti, hautapona. Tengeneza mambo ya nyumbani kwako, maana unaumwa wala hautapona. Jina la Bwana libarikiwe. Ni watu wachache wanaweza kusema na iwe hivyo kama Bwana alivyonena, lakini watu wengi wanasema, wanataka tuita kwamba ninyi sio watumishi wa Mungu. Kwa nini? Tumeleta habari za mauti, lakini ndicho tulichotumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Hezekia yupo katika changamoto ya kiafya, wakati Isaya ameshaderiva message ya mauti, taarifa ya kwanza ya mauti, Hezekia akarudi anailia ukutani, akajigeuza ukutani na akamweleza Bwana, akamkumbusha Bwana mambo aliyofanya kwake akiwa na afya, akiwa amestawi, akiwa na hela. Wakati machozi yanatoka, Isaya akiwa ameshaondoka, sauti ya machozi na maombi Hezekia yakaenda moja kwa moja kwa Mungu aliye hai. Akasikia maombi ya Hezekia na anamwambia Isaya, rudi nenda kamwambia Hezekia, nimeona machozi yake na nimeyasikia maombi yake, nimemwongezea miaka mingine 15 ya kuishi. Niko hapa kwambia, Mungu akiwa mwamuzi kwako, akawa mfanya sheria kwako, hata wanadamu waseme nini, lakini yuko Mungu msemaji wa mwisho. Huyo tu ndiye anasema yuko tayari kuwa mfanya sheria, yuko tayari kuwa mwamuzi, na atakutoa mahali umekwama, akupeleke, akuketishe pamoja kwenye kiti chake cha kifalme. Wanaonielewa waseme amen, na wapiga makofi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Hezekia alipoponywa ilikuwa ni taarifa ya kwanza, na inawezekana hata leo watu wakasema ugonjwa anaumwa fulani ni ugonjwa wa mauti, mahali anakopita kiuchumi hawezi kuinuka tena. Hao ni wanadamu wamesema, lakini Mungu aliye mwamuzi wa maisha ya kwako, wa afya ya kwako, wa uchumi wa kwako, yeye anasema, maana mimi ndiye mwamuzi na ndiye mfanya sheria na ndiye mfalme, ndiye nitakaye waokoa mahali kokote wanakopita. Haijalishi unapitia changamoto gani, lakini msimamishe Yesu aliye mwamuzi wa changamoto ya kwako, Yesu aliye mwamuzi wa changamoto ya uchumi wa kwako, Yesu aliye mwamuzi wa changamoto ya mahali unakopitia. Mweleze Bwana aliye hai, yeye atakusaidia na atakuokoa, na utarudi kwenye hii madhabahu ukimshukuru Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akiwa mwamuzi kwako, atakuchukua mahali kokote unakopita, si kwenye changamoto tu. Biblia inasema kwenye Isaya, hata ujapopita katikati ya maji mengi hayatakugarikisha. Ujapopita katikati ya moto, huo moto hautakuteketeza. Kwa nini? Bwana ndiye atakayeamua mahali gani upite, mahali gani utembee, mahali gani utembee upite hapo. Lakini akiwa mwamuzi, akawa mfanya sheria, akawa mfalme kwake, mfalme wako, lazima akuketishe kwenye kiti cha kifalme. No matter changamoto ni kubwa kiasi gani, lakini mfalme amekusudia uketi pamoja na yeye kwenye kiti cha kifalme. Wanaonielewa waseme amen kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu kile cha waraka wa Warawi sura 25
Kitabu cha Walawi ile sura 25 mstari wa 17. Kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi, kitabu cha mambo ya Walawi ile sura ya 25 na mstari ule wa 17. Kitabu cha Walawi ile sura ya 25, mambo ya Walawi ile sura 25 ule mstari wa 17. Mambo ya Walawi sura 25 na ule mstari wa 17 na ule wa 19, Biblia inasema, wala msidanganyane, lakini utamwacha Mungu wako, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Alafu 18 anasema, kwa sababu hii zitendeni amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzifanya, nani mtakaa katika hiyo nchi salama. Nanyi mtakaa katika hiyo nchi salama, nayo nchi itazaa matunda yake, nanyi mtakula na kushiba na kuketi humo salama. Jina la Bwana libarikiwe. Usisumbuke utakula nini au utavaa nini. Bwana anasema, waangalieni ndege wa angani, hawasokoti wala hawavuni, lakini Mungu aliye kwenye hii madhabahu anawatunza usiku na mchana. Na niko hapa kwambia, Yesu aliyesema kwamba hajawahi kuona mwenye haki ameachwa na watoto wake wakiomba mikate barabarani. Unanisikiliza jioni leo, niko hapa kwambia, hata kama ulirudi nyuma kwa sababu ya changamoto yoyote, utakaa kwenye nchi ambayo Bwana amekupa, nchi ya Tanzania, ukiwa salama, ukitafakari uweza wa Bwana na kuyaona matendo makubwa ya Mungu aliyekuumba na kunua kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo aliye hai. Niko hapa kwambia, nyamanza kulia, mtetezi wako yuko hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo Mungu ambaye yuko hapa amesema atakuvusha. Ndio maana anasema, tazama nasimama nabisha, mtu akifungua mlango nitaingia kwake na nitakaa kwake, nitakula pamoja naye na kufanya makao pamoja naye. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo usiogope wapi unapita, usiogope changamoto gani, maadamu yuko Mungu mwamuzi, hautatahayarika. Watoto wako hawataomba mikate barabarani, wala hautapungukiwa kwa neno wala kwa tendo. Mungu wa hii madhabahu atakuchukua hatua kwa hatua, atakupeleka hatua kwa hatua, akuketishe pamoja na wakuu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Usije ukajinenea uharibifu kwamba mimi ni yatima, kwamba ni mjane, sina hela. Mungu anayejua kesho yako yuko pamoja na wewe, kuliko pumzi unayovuta, kuliko nguo ulizovaa. Na anasema uso wake utakwenda pamoja na wewe, na Mungu atakupa raha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Huwezi kuitwa mwana wa mfalme, huwezi kuitwa mtoto wa Mungu aliye hai, alafu ukapita mahali pagumu na Mungu akabaki na kuangalia. Siya Mungu ninayehubiri habari zake katika ushirika huu na kwenye wito ambao amenipa. Yeye anasema ni Mungu pamoja na wewe, atatembea pamoja na wewe, atakaa pamoja na wewe. Kwa nini? Yeye ndiye mwamuzi wa mahali gani upite. Na anasema nitakuongoza, jicho langu lijikutazama. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nikuongezeni kile kitabu cha Waebrania sura ya 12 ule mstari wa 23. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 23. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 23. Biblia inasema hivi: na mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yani wewe hata kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alikujua kwamba wewe ni fulani, kwamba wewe ni fulani, na mahali unakopitia Mungu anajua. Kwa
Kwa nini? Umeandikwa na Mungu mbinguni, aliye mwamuzi, aliyebeba hatima ya maisha yako. Inawezekana mwanadamu akwambia haufiki mbali, lakini niko hapa kwambia yuko Mungu mwamuzi aliyobeba hatima ya kwako kimaisha. Usiichake leo yako, kesho yako nzuri na kuja. Usidharau kesho leo yako, kesho yako bora inakuja kuliko iliyopita. Hata kama ulikuwa unalia, nyamaza kulia. Mtetezi yuko hai, mwamuzi wa maisha yako yuko hai. Kuna heshima kuitwa mwana wa mfalme, na huwezi kuwa mwana wa mfalme ukaishiria maisha magumu. Lazima utembee kifalme na uvae mavazi ya kifalme, uketi kwenye kiti cha kifalme. Na kwenye wiki hii Mungu ataketisha watu kutoka mahali pa uharibifu, kutoka mahali pa mateso, watakaa kifalme. Wanaokutazama leo na kucheka leo, wakuongezea wiki hii baada ya siku kufika. Mnakwambia Mungu ataketisha watu. Kwa nini? Yeye atakuwa mwamuzi wa kila kitu. Ni wewe tu kumshirikisha, ni wewe tu kumwambia Bwana, nataka niwe hivi, Bwana nataka niwe hivi, Bwana nataka nitembee hivi. Na Mungu wa hii madhabahu anasema, ombeni mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Usijikasirikie hata kama ndugu amekutenga katika hali yako ya kutokuwa na kazi, ya kutokuwa na fedha, ya kutokuwa na nyumba nzuri. Usijikasirikie. Leo yako iliyo mbaya inakuja leo yako iliyo nzuri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Piga makofi na vigelegele wanaosaidiwa na Bwana, ambao Bwana ni mwamuzi wao, ambao Bwana ni mfanya sheria wako. Piga makofi katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Na kila kitabu cha Marko ile sura ya 4 ule mstari wa 35, kitabu cha Marko ile sura ya 4 mstari wa 35, andika kama homework. Alafu kitabu cha Zaburi ya 37 mstari wa 26, Zaburi ya 37 mstari wa 26, Zaburi ya 37 ule mstari wa 26, Zaburi ya 37 ule mstari wa 26 na wa 27. Biblia inasema hivi: mchana kutwa hufadhili na hukopesha, na wazao wake hubarikiwa. Jiepushe na uovu, ukatende mema, ukae na kukaa hata milele. Na 28 anasema, kwa kuwa Bwana hapendi haki, wala haachi watawa wake wao huwalinda milele, wao huwalinda milele. Mungu ambacho anatamani wewe akutendee haki, na anapokutendea haki wewe uwatendee watu wengine haki. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu yeye ni mfanya sheria, kwa sababu yeye ni mwamuzi. Maana yake hata kama unampenda Mungu ukafanya against na maandiko ya kwake, atakwambia no, mimi ndiye mfanya sheria, na siangalii wewe ni mtu wangu, na ambacho ninaangalia utende katika haki. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Tenda katika haki, maana haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu akiwa mwamuzi kwako kwa pekee, mahali unakopitia na nyakati ngumu za kuchosha kimaisha, Mungu hatanyamaza. Mungu atakaa pamoja na wewe, Mungu atatembea pamoja na wewe. Ahakikishe umevuka kwanza, ndipo na wewe wavushe wengine. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu aliye mwamuzi anaweza kusaidia mahali umeshindwa, anaweza kusaidia mahali umekata tamaa, anaweza kusaidia mahali hauna chakula, anaweza kusaidia mahali hauna hela. Kwa nini? Yeye ni mwamuzi, yeye ni mfanya sheria, yeye ni mfalme wetu, na amesema atahakikisha anatuokoa ili
tunapovuka tuwavusha na wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Sasa wapendwa, wengi wanapovukaga, wakishavuka wanawaambia wengine bye 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 bye. Havieni namna hiyo. Ndio maana Biblia inasema hivi, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wengine waje kwako. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha kwamba Mungu anapokutoa mahali, hata kama unapitia changamoto kubwa namna gani, ukivuka vusha na wengine, ili Mungu apate kutukuzwa na jina lake lipate kupewa heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja tusogee tena. Mungu anapokuja kwa mwamuzi wa pekee kwenye maisha yako, Mungu anapokuja kuwa mwamuzi wa pekee kwenye maisha yako, hata maadui na watesi waliosimama pande zote, yeye Mungu aliye mwamuzi atasimama pamoja nawe kukushindia kila vita. Mungu anapokuja kuwa mwamuzi wa pekee kwenye maisha yako, hata maadui na watesi wasimame pande zote, yeye Mungu aliye mwamuzi atasimama pamoja nawe kukushindia kila vita, ili uwe salama chini ya Mungu aliye mwamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anapokuja kwa mwamuzi wa pekee kwenye maisha yako, hata maadui na watesi wasimame pande zote, yeye Mungu aliye mwamuzi atasimama pamoja nawe kukushindia kila vita, ili uwe salama chini ya Mungu aliye mwamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati ile sura 28, kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 28 ule mstari wa 7 na wa 8. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 7 na wa 8. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema, Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataamuru baraka ili ije juu yako katika gara zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 14, kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 na ule mstari wa 10 hadi wa 15. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 ule mstari wa 10 hadi ule wa 15. Biblia inasema hivi, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana wana wa Israeli, wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu, mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna mahali watu wanapita, inawezekana sio changamoto au sio tatizo, lakini tu maadui wamekuinukia pande zote. Kwa
Kuanzia kwenye ukoo kuna adui, kuanzia kwa marafiki kuna adui, kwenda kwa majirani inawezekana kuna ugomvi wa mipaka hapo, na kwenyewe kuna maadui wa kwake. Niko hapa kuambia according to Kumbukumbu 28 mstari wa 7 na wa 8, hao wa Misri unawaona leo hautawaona milele, na hao maadui zako wakitokea kwa njia moja, Bwana atawatawanya katika njia 7. Wanaoamini kwamba Bwana anawapigania, Bwana ni mtetezi wao, wangempigia Jehova makofi mengi mengi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Nami nakwambia Mungu aliye mwamuzi ataondoa kila maadui na watesi kwa wiki hii. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapa kwenye watesi ndipo watu wengi wamekwama. Na Yesu wanaye, na Roho Mtakatifu yuko, lakini akiinuka adui wa kwanza, akainuka wa pili, unasikia simu kwa mchungaji, mchungaji naomba uniombee, maadui wamezidi, watesi wamezidi, sijui nimefanya dhambi gani. Nami niko hapa kuambia waache waongezeke, lakini wakija kwa njia moja, Bwana atawatawanya katika njia 7. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana lipewe heshima. Usiogope maadui ukiwa na Mungu aliye mwamuzi, ukiwa na Mungu aliye mfanya sheria, maana katikati ya maadui hao Mungu atakuketisha katika kiti cha kifalme, na maadui watakuja kwako kuomba mkono wa shirika. Usiwanyime mkono wa shirika, maana Bwana amekuinua na Bwana amekubariki. Niko hapa kuambia acha maadui waongezeke, lakini katikati ya maadui Mungu atakwambia pita katikati yao mwanangu, pita katikati. Na tumepewa Musa hapa, mkuu wetu wa jimbo na mchungaji na Kembetwa, wameshika fimbo. Wapi unaogopa? Niko hapa kuambia usilie, nyamaza kulia. Hawa Misri unawaona leo hautawaona tena milele. Bwana atakupigania wewe, nawe mtu wa agape utanyamaza kimya. Kwa nini? Yeye ni mwamuzi, yeye ni mfanya sheria. Halafu tuko watoto wa mfalme, lazima tuokolewe. Bwana lazima uokolewe, hata kama unapita mahali gani pagumu. Maadui, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana kuna maadui kama umaskini, kuna maadui kama uchumi, kuna maadui wa afya, lakini kuna maadui ambao Yesu alisema, anasema adui wa kwanza wa mtu hatoki mbali, hatoki mbali, ni wa nyumbani kwao. Kwa unaweza ukafika mahali ukasema jamani, huyu tumezaliwa tumbo moja, tumenyonya ziwa moja, tumekula kwenye sinia moja, mama yetu ni mmoja, tumekaa tumbo moja, kwa nini amekuwa adui? Ili andiko litimie. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini niko hapa kukwambia Mungu aliyemfanya sheria kwenye hii madhabahu, hata kama maadui watainuka pande zote, bado utaketi pamoja na Kristo, bado utaketishwa, bado utavikwa mavazi ya kifalme, bado utainuka tena, bado utastawi tena katika jina la Yesu aliye hai. Miaka fulani nikiwa nakwenda kwa ndugu yangu mmoja, na akiwa naumwa, kwa hiyo nikaenda nikamchukua nikampeleka hospitali, na katikati ya ile wiki hatukuweza kuonana, kwa tukawa tunasiliana kwa simu, hujambo sijambo, umepona, unaendeleaje, dawa zimeisha. Siku moja ya Jumamosi nikaenda kumtembelea, na nimefika nyumbani kwake, nikagonga hodi na nikapaki gari pale, nikafunguliwa, nikaandaliwa uji wa ulezi na kiporo cha jana cha wali. Baba mchungaji, sio mtu napenda wali wa haya. Sema hapa ngoja moyo wangu ujiachilie. Kiporo cha wali wa jana ambao sikula na uji wa ulezi ulivyoletwa mezani, Mungu akaniambia kuna hatari mbele yako.
kabisa, na nikasikia na nywele zikasimuka. Angesema mwingine sema machale amenicheza, lakini Roho Mtakatifu aliyekuwa pamoja na mimi alininong'oneza kwa sauti ya upole. Halafu likaja lile neno, hata mkila vitu vya kufisha havitawazuru. Na mimi nikaungana ndugu zangu wa Roma, nikafanya tu ile salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, nikaomba hapo. Halafu nikatandika kiporo, nikamaliza nikatandika na wali. Halafu nikamaliza kama jamaa, tumshukuru Mungu. Baba, tunakubariki kwa sababu wamehudumia mtoto wako na mtumishi wako, kama ulivyonitendea mimi, Bwana watendee na wao, ukawabariki na kuongeza katika jina la Yesu. Nikasema amen. Halafu nikawasha gari nikaondoka. Na baada ya kutoka kwenye ile nyumba, palikuwa pana mteremko mkubwa. Nafikiri target nilikuwa sifiki mbali, lazima gari ingeninyonga kwenye yote huu mteremko. Jina la Bwana libarikiwe. Na nikaenda mpaka mjini, nikafanya kazi zangu. Sikujua kilichotokea. Tukiwa kwenye msiba wa baba, tumemaliza kuzika, tumerudi mjini, mimi nikastop Mwanza. Ndugu yangu mmoja akaniambia anataka aje mjini kututembelea. Kwa hiyo akaja, na alipofika nyumbani kwangu nikamkaribisha, na siku ya pili nikampeleka kwenye nyumba ya ndugu yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Nikamwacha pale, alafu mimi nikaondoka. Sasa wenzangu wanamwagilia moyo, kwa hiyo wakaenda kumwagilia moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Wakamwagilia moyo mpaka saa 8 za usiku. Napokea simu ya yule ndugu yangu, ananiambia, huyu mama ulimfanya nini? Huyu mama ulimtendea nini? Na anamwambia, Mungu wa Deo bwana usicheze naye, Mungu wa Deo usifanye naye mchezo. Na aliponipigia saa 8 za usiku, sipo kwenye maombi, Roho Mtakatifu alinikumbusha sumu iliyowekwa kwenye chakula kiporo cha jana. Mimi niko hapa kuambia, adui wa kwanza wa mtu ni wa nyumbani kwake. Hata kama watainuka maelfu plus maelfu, Mungu wa hii madhabahu hata nyamanza kwenye maisha ya kwako, hata nyamanza kwenye kazi za kwako, hata nyamanza mahali kupita. Hata wakila vitu vya kufisha pamoja na wadui wao, Mungu atakupigania, Mungu atakutetea. Kwa nini? Yeye ni mwamuzi. Anasema hautakufa bali utaishi, ili uyasimulia matendo makubwa ya Mungu unayemtumikia. Hapa KKKT, usharika wa Agape Kahama mjini. Halafu nabaki unasema, jamani, hapa hakuna upako bwana, hapa hakuna upako. Mimi na mtume wangu, shindwa na ulegee, shindwa na ulegee. Mungu yuko hapa, Mungu yuko hapa. Eleza mambo yako hapa, utapewa haki yako. Jina la Bwana libarikiwe. Acha kimbia mara una mafuta ya upako, vichumvi za upako. Akija nabii huyu umetumbukia, akija mwingine usi una lasketi, akija mwingine usi una mafuta ya upako. Niko hapa kukwambia hizo ni dili za watu, lakini tulio kwenye hii madhabahu tunaimba namna hii: damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kiisha, Bwana Mwokozi atanito. Nasema kwake Yesu, Yesu ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ni salama. Makofi mengi mbele za Bwana. Mungu amewapa kina Musa hapa. Yuko mkuu wetu wa jimbo mchungaji Gideoni, yuko mzee wetu mzee na Kembeto hapa. Waangalie hao, wana fimbo ya kwako ya kuvusha mahali ulikokwama. Hata kama bahari ya Shamu unayopitia ni kubwa namna gani, lakini fimbo imenyoshwa. Wewe tumbukia baharini. Hao watesi unawaona leo
hautawaona tena milele. Wao masikini unaoona leo hautaona tena milele. Wao fukara unaoona leo hautaona milele. Hiyo roho kataliwa unaiona leo hautaiona tena milele. Mimi Bwana atakupigania wewe, nawe utanyamaza kimya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nyamaza kulia, hata kama maadui ni wengi kiasi gani. Mungu wa hii madhabahu hata nyamaza kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Nakumbuka wakati tunaanza huduma na utumishi na rafiki yangu mmoja anaitwa Isaac Omari, pale usharika fulani Dar es Salaam, tulikuwa tunasali pale. Usingetarajia kwamba mwenyekiti wa fellowship anaweza kuzuia kile ambacho umebeba ndani yako. Siku moja tulikuwa tuna fellowship kubwa na tulikuwa tunapiga na vyombo vya praise team viko. Halafu washarika wanamwambia basi mpe mtumishi Deo na rafiki yake Isaac Omari wahubiri. Anamwambia bado ni wachanga wanaokulia wokovu, waache kwanza, bado ni wachanga. Jumapili ijayo wape basi mwenyekiti wahubiri. Sema bado ni wachanga, hawahitaji kula ugali hawa, wanahitaji maziwa yaliyosiogoshiwa, waache, bado ni wachanga. Siku ya siku Mungu akawa mwamuzi na akawa mfanya sheria. Jina la Bwana libarikiwe. Mwenyekiti akiwa anajipanga kuja, hali muda umeenda, uzalendo kamshinda, akasema basi pangeni mtu ahubiri, maana tumbo limenivuruga, siwezi kuja kanisani. Mama mmoja alikuwa na ratibu, akanambia mtumishi wa Mungu, jipange na rafiki yako pacha anaitwa Isaac Omari. Kwa hiyo tukajipanga. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, wewe anza kuhubiri, kwenye maombi tutaongozana kule mbele. Mtumishi wa Mungu alihubiri injili. Alihubiri injili iliyonyoka, na kila mwenye masikio na macho alikutana na Bwana uso kwa uso. Na tunafika wakati wa maombi, tuliomba mpaka tukaona wapendwa wanalipuka mapepo na mizimu. Tukasema hii ilikuwa wapi? Lakini Yesu akanambia kilichozuiliwa nimekiruhusu ili kende kitibue uharibifu wa giza uliojificha kanisani. Mwenyekiti akapigiwa simu, sema Mungu Bwana ameonekana leo kabisa kabisa, tumemwona Bwana. Anakuja anaambiwa wape tena, sema bado ni wachanga wanaokulia wokovu. Lakini ninapozungumza hivi, aliyeitwa na Bwana ameitwa, aliyeitwa na Bwana ameitwa, hawezi kuzuiliwa kwa jambo lolote. Leo hii tunatamba dunia nzima tunaiambia injili, lakini mwenyekiti aliyetuzuia yuko ICU. Niko hapa kuambia inawezekana adui yako anakuambia huwezi kuomba, wewe songa mbele. Huwezi kuimba, songa mbele. Kwa nini? Ulichobeba ndicho kinachotafutwa. Ulichobeba hakitazuiliwa. Kuna watu hapa ni unstoppable, ni unshakable, watu wasiozuiliwa, watu wasioguswa na Mungu wa hii madhabahu, aliye mwamuzi na mfanya sheria, akufanye mtu usiyeguswa tena, usiyezuiliwa tena. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Achana habari ya kulialia kila wakati. Na hakuna udhaifu mbaya kama kulia mbele ya adui yako. Anasema nimekuweza. Kulia mbele ya mtesi wako. Utasikia anakuambia hapa ameingia kwenye mfumo. Nami niko kuambia hapa, usiingie kwenye mfumo wa adui awe yoyote, awe ni wa ndani, awe ni wa nje. Yesu awe mfanya sheria kwako na awe mtunga sheria kwako. Huyo tu ng'ang'ana naye, huyo tu tembea naye. Hata ukifika mahali pa kuchoka, atakwambia mwanangu simama, jipe moyo mkuu, jipe moyo mkuu, inuka twende mbele, tunaendelea. Na niko hapa kuambia unayelia, nyamaza kulia. Hata kama watesi wamekuwa ni wengi kiasi gani,
Mungu wa hii madhabahu hata nyamanza. Na asubuhi nikwambia, kwenye wiki inaanza kesho, kuna watu wataketishwa na Bwana kwenye viti vya kifalme, hata kama watesi na maadui walikuwa hawapendi. Kwa nini? Wewe ni mtu usiyeguswa na mtu usiyezuilika, na atakaye kuzuia akutane na Mungu wa hii madhabahu. Atakaye kugusa, kama inavyosema Biblia kwamba awagusaye ninyi agusa mboni ya jicho lake. Atakaye kugusa akutane na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna maadui wengine wameruhusiwa na Mungu ili katikati ya maadui upite katikati yao utembee. Ukishavuka watajiuliza, huyu kavukaje hapa? Ni kwa sababu Bwana amekuwa mwamuzi, ni kwa sababu Bwana amekuwa mfanya sheria, ni kwa sababu Bwana amekuwa mfalme. Kwa hiyo kama Bwana ni mfalme kwako, tembea kifalme. Jina la Bwana libarikiwe. Tembea kifalme. Na kama unapiga mikogo, piga mikogo. Kama una miondoko, gonga miondoko yako. Kwa nini? Wewe ni mwana wa mfalme. Huwezi kuwa umevaa suti kama mchungaji hapa ukaenda kama unakwenda Manzese uko kwenye sagula. Tembea taratibu kwa mapozi, na ukiwezekana vunja na kabati, ili watesi wajue kwamba Mungu amekutoa, kwamba Mungu amekukumbuka. Na kuna watu hapa, baada ya semina hii, mimi nakwambia, hata kama hauna waksi, nenda kazime, halafu pita katikati ya watesi wako taratibu. Sio navaa open sendo, gonga zile kokoko wakuone unapita. Watakuuliza, Mama Deo, hivi viwalo ni vya kwenda kanisani au nakwenda mjini? Waambie, hivi naenda gengeni kwanza, vya kanisani viko. Mimi nakwambia, watesi wako lazima waharibikiwe, na lazima uketi pamoja na Kristo aliye hai. Haleluya. Asubuhi nikupa ule ushuhuda. Mama alinisikia na hubiri Upendo TV, yuko Pretoria, South Africa, na akiwa na kesi na mawifi na mashemeji. Mume amekufa, lakini alipoacha ujane na kulia, akapita katikati yao. Shemeji mmoja akasema, tumeona kuna watu wengine nyuma wamevaa mavazi meupe wanamsindikiza, na alikuwa peke yake. Koti na kuja kuitwa, shemeji anasimama anasema, tunaruhusu kila kitu kiende kama kilivyokuwa. Huyu mama apewe haki yake. Kuna watu wanampigania, kuna watu wanamtetea, na niko hapa kukwambia, utetewa na Bwana Mungu aliyemfanya sheria wako, akutetee mahali ambapo umechoka, ambapo hauna haki, ambapo hausikilizi. Ustahilishwe na Bwana mahali usipo sitahili, kwa jina la Yesu aliye hai. Sio majira ya kulia. Na nakumbuka miaka ya nyuma, mchungaji, nikiwa nimetoka Bukoba, na mama yangu amefariki kwenye MV Bukoba, na hatukumwona. Kwa hiyo nikalelewa maisha magumu, maisha ya kuchosha, maisha ya shida na dhiki, na nikaliwa na wadudu fulani wanaitwa funza. Wale wa mikoa ya Moshi, Arusha, Mbeya wanafahamu. Funza vidogo namna hii vyeusi, vikiingia vinakuwa vikubwa. Kwa hiyo nikaliwa na funza. Jina la Bwana libarikiwe. Mpaka mchungaji ungenikutana na mimi kipindi hicho, ukasema njoo hubiri. Wakamwambia, mchungaji, umekosa hubiri wote, umekuja kutuletea ujamaa na kwenda kufyeka. Natembea namna hii hivi, nimeliwa na funza. Hakuna ananishika mkono,
hakuna ambaye anatamani kunisogelea kwa sababu ya kansa ya funza. Lakini fundi seremala wa kweli alipoingia moyoni akasema, mguu wa kushoto toka taratibu, ukakaa sawa, ukaja na wa kushoto ukakaa sawa, na hapa pakawepo na hapa papo. Mimi nakwambia, Bwana akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Jikubali jinsi ulivyo, jikubali jinsi ulivyo. Ulishakubaliwa na msalaba wa Yesu aliye hai. Mnyakyusa mmoja akutenge unaanza kulia, Muhaya mmoja akutenge unasema Yesu amekuacha. Niko hapa kukwambia, hata kama haujikubali, jikubali mwenyewe, jikubali mwenyewe, maana Yesu alikufia msalabani. Hakuna mwingine mwenye miguu miwili mwenye thamani ya kufia msalabani ila Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akasema akiwa msalabani, imekwisha, imekwisha. Heti wananisema jamani, na wakengeza, acha wakuseme, Yesu alisha kukubali. Kuvaa mokasi namna hii, huu ni muujiza mkubwa. Hata Yesu asiponipa nyumba, hata asiponipa gari, huu ni muujiza mkubwa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo jikubali, mtumishi wa Bwana, jikubali, jikubali. Unaye Mungu aliye mwamuzi, unaye mfanya sheria. Yeye atakuketisha na hata angalia unapita wapi, wewe ni kabila gani. Hata Yesu alisema ni mwana wa seremala, ni mwana wa seremala. Lakini majira yalipofika, si alitukomboa jamani? Si alitukomboa? Si alitukomboa? Haleluya, 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 haleluya. Ongeza na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari ule wa 35 na ule wa 37. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 37 mstari wa 35 na 37. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 35 ya 7 kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 7 mstari wa 35. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 35 hadi 37. Biblia inasema hivi: huyo Musa waliyemkataa wakisema, ni nani atakayekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Huyo ndiye aliyewatoa akafanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa kwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, nisikieni, msikieni yeye. Na niko hapa kuambia mtumishi wa Bwana, yuko Musa ambaye ameachiliwa kwa ajili yako, akushike mkono na akuvushe mahali umekwama, ili ukaziendee baraka zako. Na Mungu wa hii madhabahu asikuache mahali kokote ukaharibikiwa, ukasemwa vibaya. Mungu wa hii madhabahu akusaidie na akuinulie Musa wa kwako, atakayeshika fimbo ili akuvushe mahali umekwama, ukakutana na baraka zako, na akutoe kwenye kila shida na mateso na uharibifu wa giza. Akuketishe pamoja na yeye, akuketishe kwenye kiti cha kifalme. Kitabu cha Hesabu sura ya 33, kitabu cha Hesabu ile sura ya 33 na mstari ule wa 53. Kitabu cha Hesabu 33 mstari ule wa 53. Kitabu cha Hesabu sura ya 33 na ule mstari wa 53. Jina la Bwana. Na 54, 53 na 54. Biblia inasema hivi: ninyi mtaishika hiyo nchi, kuimiliki na kuketi humo, kwa kuwa mimi nimewapa ninyi hiyo nchi ili muimiliki.
nanyi mtairithi nchi kwa kufanya kula kama jamaa zenu zilivyo. Hao walio wengi watawapa urithi zaidi, na hao walioanguka na hao waliopunguka utawapa kama kupunguka kwao. Mahali popote kula itakapomwangukia mtu yoyote, mahali hapo ni peke yake mtarithi kama kabila za baba zenu, kama kabila za baba zenu. Inawezekana adui anakuruhusu kurithi, lakini hiyo nchi unayomiliki Mungu atakupa kuimiliki. Umekanyaga hapo. According to Joshua 1:3-5 anasema kila mahali mtakapokanyaga nyayo za miguu yenu mmepewa. Halafu anasema tangu jangwa hili na mlima huu wa Lebanoni mpaka machweo ya jua, anasema hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Halafu mstari wa 5 anasema hapata kuwa mtu yeyote, awe ni wa miraba minne, awe ni wa kabila la kwako, awe ana hela, awe hana hela, awe anategemea uchawi, anategemea matunguli, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Sio Jumatatu mpaka Jumapili, sio Januari hadi Disemba. Anasema siku zote za maisha yako Mungu atakuwa pamoja na wewe, ataketi pamoja na wewe, atakupa kuimiliki nchi sawasawa na ahadi za kwake, na uketi kwenye kiti cha kifalme pamoja na Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tusogee kidogo, tuna pointi nyingine mbele. Mungu wa pekee ni Mungu tu. Mungu wa pekee ni Mungu tu ndiye awezaye kukuamulia kila changamoto unayopitia. Mungu wa pekee ni Mungu tu ndiye awezaye kukuamulia kila changamoto unayopitia, maana kwake hakuna gumu la kumshinda. Maana kwake hakuna gumu la kumshinda. Maana yeye ni Mungu wako. Maana yeye ni Mungu wako mwamuzi katika yote unayokutana nayo. Maana yeye ni Mungu wako na Mungu wako mwamuzi katika yote unayokutana nayo. Mwamuzi wa pekee ni Mungu tu ndiye awezaye kukuamulia kila changamoto unayopitia. Maana kwake hakuna gumu la kumshinda. Maana yeye ni Mungu mwamuzi katika yote unayopitia, katika yote unayopitia. Kile kitabu cha Zaburi ya 7 na ule mstari wa 11. Zaburi ile ya 7 na ule mstari wa 11. Kitabu cha Zaburi sura ya 7 na ule mstari wa 11, Biblia inasema Mungu ni mwamuzi mwenye haki, naam Mungu aghadhabikaye kila siku. Mtu asiporejea atauona upanga wake, ameupinda uta wake na kuweka tayari. Kwa nini? Kuna mahali anatamani akutoe kwenye changamoto, ashike ngao na kigao, ashike upinde au bunduki, ahakikishe kwamba unavuka. Kwa nini? Yeye ni Mungu mwamuzi, yeye ni Mungu mfanya sheria, yeye ni Mungu aliye mfalme. Kazi yake ni kukuvusha katikati ya hiyo changamoto. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu peke yake, na hakuna Mungu mwingine awezaye kukusaidia kutoka mahali umekwama na kushinda katika jaribu au changamoto yoyote unayoipitia kimaisha. Kwa nini? Yeye amesema atakupigania wewe, nawe utanyamaza kimya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kile kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya kwanza na mstari wa 48. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya kwanza na mstari wa 48. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya kwanza na mstari wa 48, Biblia inasema, na tena mfalme akasema hivi, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenipa leo hivi mtu wa kuketi katika kiti changu cha enzi
nayo macho yangu yakiwa yanaona hayo. Na Mungu akupe kuketi kwenye kiti cha kifalme pamoja na yeye, na atakapo kubariki macho yako yaone, na watesi waone, na maadui waone, na ndugu waone, uketi pamoja na Mungu aliye hai, awe mwamuzi kwako, akupiganie, na akikuketisha yeye, hakuna atakaye kutoa hapo. Awe anatumia uganga, awe anatumia uchawi, hawezi kukutoa hapo. Kwa nini? Umeketishwa na Bwana kwenye kiti cha kwake cha kifalme. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ningesikia makofi ya washindi wanaosema naketishwa na Bwana. Hata kama adui alinitoa hapo, lakini Bwana mwenyewe akiniketisha, akanikalisha hapo, hakuna atakaye nitoa tena. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu pekee ndiye mwamuzi wa mahali popote unakopitia, wa changamoto yoyote unayopitia, waziki yoyote unayopitia. Niko hapa kuambia majira yamefika ya kutoka kwenye changamoto ya kwako. Litakuwaje neno hili? Neema ya Bwana itashuka kwenye maisha ya kwako. Neema ya Bwana itatelemka hata kama unatoka familia maskini. Gideon kwenye Waamuzi 6 ule mstari wa 6 hadi wa 11 anasema, jamaa zetu katika Manase ndiyo familia maskini, lakini mimi ndiye niliye mdogo. Lakini Mungu anamwambia Gideoni, Gideoni, na mmepewa mchungaji anaitwa Gideoni hapa, anamwambia wewe ni shujaa, enenda kwa uwezo wako huu. Niko hapa kuambia hali yako unayopitia yoyote, changamoto yako yoyote, haitaondoa ushujaa ndani yako, haitaondoa kibali cha Bwana, haitaondoa neema ya Bwana. Mungu aliyemsaidia Gideoni akavuka, atakusaidia na wewe. Atumie uwezo ulionao, atumie karama ulionayo, atumie kibali ulichonacho, ili wavushe watu wa nyumbani kwenu katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Upiganiwa na Bwana aliye hai. Gideon anamwambia Bwana, yako wapi yale matendo makubwa waliotuhadithia baba zetu? Lakini Mungu anamwambia Gideoni, Gideoni, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa, enenda kwa uwezo wako huu, enenda kwa uwezo wako huu. Nami niko hapa kukwambia Mungu aliyekuleta hapa kwenye hii madhabahu ya hapa Agape anazo nguvu za kutoa mahali umekwama. Enenda kwa uwezo wako huu. Hata kama hauna hela, wewe ni shujaa. Hata kama hauna gari, wewe ni shujaa. Hata kama haumezofika, wewe ni shujaa. Enenda kwa uwezo wako huu. Lazima Bwana atembee na wewe na kusaidia mahali umekwama, ili uwezo ulio ndani yako ufanye kazi na watu wayaone matendo ya Bwana akupigania. Niko hapa kuambia hautafia jangwani, hautafia jangwani. Watoto wako hawataifia jangwani. Bwana atatumia uwezo na ushujaa aliyoweka ndani yako ili kuziendea baraka za Bwana, ili kuziendea kusudi la Bwana. Na Mungu wa hii madhabahu akuonekanie tena na tena na tena, ukiwa umelibeba kusudi la Bwana na jina la Bwana likuonekanie tena. Wanaopokea waseme amen, wanaobarikiwa waseme amen. Uwezo wa kwako, ushujaa wa kwako ukuletee utajiri, ukuletee hela, uondoe changamoto. Kwa nini? Wewe ni mwana wa mfalme, wewe ni mwana wa shujaa. Enenda kwa uwezo wako katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Simama na miguu yako miwili. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake, kombolewa
kombolewa. Mimi mwana wake kombolewa. Haleluya. Kombolewa na damu. Kombolewa. Mimi mwana wake najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja ili aliponiwe kombolewa. Haleluya. Kombolewa na damu. Kombolewa. Mimi mwana wake Sifunika macho yako, sema Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako na mtumishi wako. Ninatubu dhambi zangu zote, kwa kumaanisha kuziacha. Dhambi nayo ikumbuka na nisiyoikumbuka ninatubu kwako. Mungu uliye hai, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante kwa kunisamehe na kuniokoa. Nifanye kwa mtoto wako na mtumishi wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Nimejitoa kuwa wako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutegemee na kutumikia kwa uaminifu hata nitakapokufa. Mungu uliye hai, nikubali kwenye hii madhabahu, nikubali kwenye hii madhabahu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Wewe ambao tazama kutoka hapa jijini Kahama katika kanisa la KKT Usharika Uagape, unatufuatilia kutoka kwenye TV online na umetubu na umeungana hii sala, amini kwamba Yesu amekusamehe dhambi yako na amekuponya na kila kitu ambacho adui alikuwa anakuzuia, na jambo jipya acha lizaliwe kwako kwenye maisha ya kwako. Uko hapa Tanzania, uko Uchina, uko Europe, uko Marekani, uko Hong Kong, uko UK, Mungu wa hii madhabahu amekusamehe na amekusamehe, na wewe jisamehe, kwa sababu wewe ni kiumbe kipya katika jina la Yesu Kristo. Wanaoamini waseme amen. Shika sadaka yako na dhabihu uliokusudia kumtolea Bwana jioni ya leo, jioni ya jua kupunga. Alafu tutakuwa na maombi hapa kwa muda mchache na kuruhusu uweze kwenda nyumbani. Na wewe ambao tufuatilia kutoka kwenye TV online ya hapa KKT Agape, kuna namba zinapita hapa za sadaka, kuna namba za benki, kuna namba za M-Pesa na namba zingine. Hakikisha umekutana na Mungu uso kwa uso kwa kuachilia sadaka yako ya moyo wa kupenda. Na Mungu anayetuhudumia hapa KKT Usharika wa Agape atakuhudumia na wewe, atakubariki na wewe na kustawisha na wewe katika jina la Yesu Kristo. Naomba ambao mko hapa msimame, na ambao uko mtandaoni kwenye TV online, fuatisha maombi haya na utatoa sadaka kwenye hizo namba ambazo zinapita hapo, namba za benki na namba za simu. Hakikisha unaachilia sadaka yako, ili Mungu anapotubariki hapa akubariki na wewe, ili Mungu anapotukumbuka hapa akukumbuke na wewe, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Mungu, tunakushukuru, tunakutukuza. Asante kwa sababu kwa mwema
mwema na mwaminifu. Watoto wako wamekuja hemani mwako, hawajaja mikono mitupu, wamekuja na sadaka. Maana wewe ni wewe uliyesema asiwepo atakayekuja mbele zangu mikono mitupu. Watu wako wamekuja na sadaka na dhabihu. Naomba Yesu ipokee na kuitakabari, ikaifanye kazi yako mahali pako mahali, kwenye usharika huu hapa Agape na kwenye dayosisi hii ya Kusini Mashariki mwa Ziwa Victoria, na mahali kwa mahali ya Bwana uliko ruhusu sadaka hii ikafanye kazi. Tunakutukuza Mungu aliye hai, na tufuatilie kwenye TV online. Bwana akawabariki wanapoachilia sadaka na dhabihu kwenye hii madhabahu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Karibu praise team, karibu tumtolee sadaka, na tutakuwa tuna maombi ya ufupi kidogo hapa. Tunafukuzana na muda ili tukuruhusu uweze kwenda nyumbani mapema. Karibu tumtolee Bwana, sio mpaka praise team waanze. Wakianza ni tunamshukuru Mungu, lakini kabla hajaanza nyenye njoo kwa Bwana, njoo kwa Bwana. Hambanati, 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 siyabonga. Hambanati, 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 siyabonga. Hambanati, hambanati, oh Yesu hambanati, siyabonga. Hambanati, Yesu hambanati, Yesu hambanati, siyabonga. Bonga Yesu, siyabonga tengana Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga. Haleluya. Sema Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako na mtumishi wako, nipo kwenye hii madhabahu. Ninaomba Yesu unikaribishe kwa upya, na uwe mwamuzi kwangu, na uwe mfanye sheria kwangu, na uwe mfalme kwangu. Unipiganie mahali nimekwama, unipiganie mahali nimechoka. Baba, naruhusu nguvu yako iliyo kwenye hii madhabahu itembee pamoja nami, iende pamoja nami kazini, mahali pa kazi na kwenye familia. Ule mkono wako Bwana ulio kwenye hii madhabahu, uliyetembea pamoja na Musa, utembee pamoja nami. Bwana unisaidie na uwe mwamuzi katika kila changamoto ninayopitia, iwe ni ya kiafya, iwe ni ya ndoa, iwe ni ya kazi, iwe ni ya kiuchumi. Bwana uwe mwamuzi, Bwana uwe mfanye sheria, katika jina la Yesu. Sikia mapepo na nguvu za giza na uharibifu wa kuzimu, toka achia maisha yangu, toka achia hatima yangu, toka achia uzao wangu, toka achia familia, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila kamba za mateso na kamba za udhalimu na kamba za mauti ambazo zimezuia maisha yangu, na ruhusu malaika wa Bwana wakate hizo kamba, kwa sababu Bwana ni mwamuzi na amekuwa mfanya sheria, ili kunipigania, ili kunisaidia, ili kunitetea, ili kuniokoa, ili kunistawisha, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana kwa muda mchache. Ulio kwenye TV online unaotuangalia kutoka mahali kwa mahali, omba, fatisha haya maombi, na Mungu anayotuhudumia hapa akuhudumie na wewe, akutetee na wewe. Baba, tunakwenda kinyume na maroho ya giza na maroho ya kuzimu na uharibifu wa mateso uliozia watoto wako na watumishi wako kustawi na kuinuka na kuangaza. Tunaruhusu damu ya thamani ya Yesu Kristo Mwokozi ikate kila mikamba za udhalimu, kamba za mateso, kamba za uharibifu. Haya mapepo na maroho ya giza, toka achia hatima zao, toka achia hatima zao, toka achia afya yao, toka achia uchumi wao. Kila changamoto, mene tekeli na pelesi, ufalme wako umepimwa, umepungua. Watu hawa wamepigwa chapa arabuni ya Roho Mtakatifu, na Mungu amekuwa mwamuzi na amekuwa mfanya sheria na amekuwa kiongozi, anawapigania na kuwatetea.
kuwapokea na kuwaketisha walipoketishwa na Bwana. Rapokosete rikasatana manda rokoseke. Baba, wapiganie wapate kunyamaza kimya, waketishe pamoja na wewe. We Mungu mwamuzi, tunatangaza wiki ya habari njema, tunatangaza mwezi wa kibali, tunatangaza mwaka uliokubalika. Baba, wakubali na sadaka zao, wakubali jinsi walivyo, waone wema wako na nguvu zako, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Kila ufalme wa giza, toka achia maisha yao, toka achia uchumi wao, toka achia kazi zao, toka achia biashara, toka achia uchumi. Miungu yote inayoanzia mahali kwa mahali na haya maroho ya giza, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia. Bwana akutendee mema, Bwana akubariki, Bwana akuinue, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya, haleluya. Tunakaribia kufika mwisho. Walete na wengine siku ya kesho, walike kwamba hata kama umekimbia kwenye ushirika huu, warudi nyumbani, nyumbani kumenoga. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki. Karibu mheshimiwa mkuu wa jimbo kwa ajili ya kutubariki na matangazo kama ziada. Na vigelegele kwa Bwana. Asante mtumishi, na Mungu akubariki sana. Nikualike kesho, tutaendelea na mtumishi Morning Glory, lakini pia jioni kesho tutajitahidi kuzingatia muda. Zingatia muda ili pia tuzingatie muda vizuri wa kumaliza, na tunatamani saa 12:30 jioni tuwe ni muda ambao tumemaliza. Bwana asifiwe. Huo ndio muda wetu, tutajitahidi, lakini ili basi tuende vizuri, na wewe fika mapema. Niwapongeze waliofika mapema leo, na praise tunaomba hivyo hivyo. 10:30 ikishafika tunaanza. Walipo 2 watatu na Bwana yupo katikati yao. 11 tunatamani kamili mpaka na robo ni muda wa mtumishi kusimama, na 12 ni muda wa kumaliza, ili tuendelee kumlingana Bwana katika madhabahu. Mungu awabariki. Pokeeni baraka zake Mungu. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki. Niwatakie jioni njema. Wale watumishi, waombaji na wahudumu wengine na wazee wa kanisa, karibuni hapa. Mdiakonia, naomba uje hapa. Mungu awabariki sana. Mdiakonia, tunakusubiri hapa. Tunakujua